Karibu sana katika tafakari ya neno la Mungu siku hii ya leo, na tafakari yenye kichwa cha habari kinachosema tamthilia au movie unazoangalia zinaathiri matokeo ya maombi yako. Tamthilia au movie unazoangalia zinaathiri upataji wako wa majibu kutoka kwa Mungu. Hii video najua itakuwa changamoto kwa watu wengi sana ambao wanaamini kwamba kuangalia movies au tamthilia ambazo ziko kwenye runinga au ziko kwenye mtandaoni, wanaziangalia wengi sana, wanaona kwamba ni chanzo cha burudani katika maisha yao. Ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba unakosea Mungu, lakini kwa sababu ulikuwa hujui, na Biblia inasema kwamba watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Leo nataka nikupe maarifa hayo ili usiangamie. Tafadhali naomba unisikilize kwa makini sana. Tujitahidi kuongea polepole ili uweze kunielewa. Naomba twende kwenye kitabu cha Habakuki sura ile ya pili. 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 Naomba tusome kuanzia mstari wa 18 peke yake unatosha. Okay. Mstari wa 18. Sanamu ya kuchora yafaa nini? Hata yeye aliyeifanya ameichora. Sanamu ya kuyeyuka nayo ni mwalimu wa uongo. Yafaa nini hata yeye aliyeifanya aiwekee tumaini lake na kufanya sanamu zisizoweza kusema? Sasa enzi za Agano la Kale mpaka Agano la Jipya mwanzoni huko, sanamu zilikuwa hazisemi, lakini siku hizi video ndio sinema ndio masanamu ambayo yanakuja katika ulimwengu huu wa kisasa. Sasa unaweza kusema bwana wewe umezidi bwana, sio kweli bwana, tamthilia sio mbaya. Kuna tamthilia nyingine nzuri bwana. Kuna tamthilia nyingine nzuri bwana. Sawa? Na hata nyimbo za kibongo mnaziogopa. Bongo Flava na nini mnasema kwamba hizo kusikiza ni mbaya. Bongo Flava mnazikwepa kwa sababu mnasema mmeokoka sana. Lakini tamthilia za kibongo hamzikwepi, au za Nigeria hamzikwepi, au sijui za wapi Filipino, sijui wapi huko za nchi za nje nyingine, na zenyewe nasipenda hivyo hivyo. Sasa nataka nikuonyesha siku ya leo wapi unamkosea Mungu, ndugu mpendwa. Kwa sababu gani? Ni jambo la msingi ufahamu kwamba majibu yako mengi yanapoteza mwelekeo kutokana na tamthilia ambazo unaziangalia. Kwa nini? Kwa sababu iwapo Mungu sio chanzo cha furaha yako, iwapo Mungu sio chanzo cha uchangamfu wako, umefanya tamthilia hiyo kuwa chanzo cha uchangamfu wako. Maana umeboreka, unaona uweke movie. Unaona huna la kufanya, unaona uweke movie. Sasa chanzo chako inapaswa iwe Mungu. Kwa nini umefanya movie kuwa chanzo? Maana tayari kuna kazi ambayo inapaswa kuifanya lakini hujaifanya. Naomba tusikilizane hapo. Hebu niambie kweli. Kama uko kweli, niambie kweli. Katika movie ile unayoangalia, picha ile unayoangalia, katika mambo yote yanayozungumziwa pale, yote yanayofanywa, yote kabisa 100%, hakuna hata chembe ambako ni kinyume na neno la Mungu. Hakuna hata chembe kadogo ambako ni kinyume na neno la Mungu. Niambie na uwe mkweli mbele za Mungu. Ni kweli hizi movie unazoangalia ambazo unazipigania, unazitetea kwamba hizi bwana ni movie tu. Lakini Bongo Flava ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa kwamba katika hizi movie unazoziangalia hakuna chembe hata moja ambayo unaona kwamba haimpendezi Mungu. Ukisema mara nyingine zinakuwepo chembe, hebu nikwambie. Uambiwe hii chapati imewekwa chembe ya mavi, utakula hiyo chapati unywe chai? Niambie. Umeambiwa hii chapati imewekewa chembe ya mavi. Sawa, utakula hiyo chapati? Sasa kwa nini hizi video mnakula? Niambie. Kwa nini hizi video mnakula?
na tamthilia hizi mnazila kiroho. Na jambo la msingi ufahamu kwamba Mungu anakuangalia ni jinsi gani unampa kipaumbele yeye. Twende kwenye kitabu cha Yeremia sura ile ya 17. Yeremia sura ile ya 17. Yeremia sura ile ya 17. Tumuone Mungu anatuambia nini wapendwa, ili tuweze kuishi maisha ya furaha ya milele. Kuanzia mstari wa 5. Nasema, Bwana asema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ijapo, bali jani lake litakuwa bichi. Wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Sasa unapoacha kumfanya Bwana Mungu kuwa ndio chanzo cha furaha yako, cha uchangamfu wako, tayari umemwacha Bwana. Umemwacha Bwana. Sasa maombi yako hayo unampelekea nani? Unayoomba, unafunga, unatoa zaka sana, unatoa sadaka nyingi, michango mingi kanisani. Umemwacha nani? Ukitarajia kwamba maneno haya yatatimia, yanayosema kwamba amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ijapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika. Tuende kwenye Zaburi ile ya kwanza, ambayo watu wengi sana wanaikariri na kuisema. Zaburi ya kwanza, uweze kuona jinsi gani tunamkosea Bwana. Uone jinsi gani, kwa maana imeandikwa watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Leo nikupe maarifa mapya kabisa. Zaburi ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza. Sikiliza maneno haya. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Naomba nirudie tena mstari wa kwanza. Heri, amebarikiwa mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia za wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Umeketi unaangalia movie ambayo unajua kabisa kuna chembe chembe humo za mavi ya shetani, na unakula. Unajua kabisa kwenye hizi video lazima mtakuwemo na chembe chembe ya shetani, ambayo ni mavi ya shetani. Lakini wewe unakula, alafu unajaribisha kutetea. Bwana, Bwana, tuendelee. Sema, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Wewe unapendezwa na movie, lakini umeambiwa mtafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake kwa bidii. Sikiliza, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Wahubiri wengi watakuhubiria mistari hii hapa, watakufafanulia sana jinsi gani unaweza kufanikiwa. Watakufafanulia sana kufanikiwa. Haleluya, gesi itajaa. Gesi, mtungi wa gesi utapulizia, utajaa. Hadi unaangalia movie, wataka mtungi wa gesi upulizie ujae. Haleluya. Sasa napenda kuambia mpendwa katika Bwana, hebu fikiria, unaangalia tamthilia hii ya mama wa kambo. Unaangalia tamthilia hii ya mama wa kambo, anavyomtesa, anamtesa mtoto wa mume wake. Unaangalia hii movie, unaumia moyoni mwako. Unaihalalisha kwamba hii ina mafundisho. Wanasema ina mafundisho hii. Hii ina mafundisho, hii movie ina mafundisho. Napenda nikwambie hivi, unatengeneza madhabahu kwa ajili ya pepo la huzuni, na si ajabu hata pepo la hasira. Utajikuta ni mwepesi wa kuhuzunika, ni mwepesi wa kukasirika, kumbe hujui umetengeneza tayari madhabahu ya pepo la hasira. Sasa utamuomba Mungu, utafunga na kuomba, Mungu naomba unisaidie kushinda hasira.
sina hasira. Hasira hii haikushindi. Nakupa story moja hapa, nitakupa story nyingine. Sawa? Haya. Unataka mume wako aache uzinzi, anachepuka. Wakati wewe kwenye zile movie kuna mke wa mtu anachepuka. Kuna mume wa mtu anachepuka pale. Unaona yule mama anavyoumia, mume wake anavyochepuka, anachelewa kurudi nyumbani. Unaona, wewe unasema inafundisha hii movie, inafundisha. Unatengeneza madhabahu kwa shetani, kwa pepo la uzinzi kwenye nyumba yako, kwenye ndoa yako. Wewe mwenyewe umetengeneza madhabahu ya pepo la uzinzi ndani ya ndoa yako. Kwa nini mume wako asichepuke? Kama umetengeneza madhabahu, kwa nini mke wako asichepuke wakati umetengeneza madhabahu kupitia movie? Umetengeneza madhabahu, shetani linakuja linakaa pale. Sasa utafunga, utatoa zaka zote, zitaliwa na wachungaji. Utanunua magari ya bei mbaya, anasema achana nao wajinga, wanaendesha wanakaishi kwenye nyumba za kupanga, alafu wananiambia mimi nimepulizia gesi, nimedanganya, achana nao, wanaishi kwenye nyumba za kupanga. Aendesha gari la milioni 400. Utatoa sadaka, utaliwa. Unataka nishinde mume wangu aokoke. Mume wangu aokoke, aache uzinzi. Wakati wewe unatengenezea madhabahu ya uzinzi mwenyewe sebuleni. Unaangalia picha mke wa mtu anachepuka, mume wa mtu anachepuka. Unaangalia movie, unajifanya mjanja. Inakuponza wewe mwenyewe, lakini hujui. Maombi yako yote unayoomba juu ya mume wako afunguliwe na kutokana na dhambi ya uzinzi yanagonga mwamba. Sababu tayari umeshatengeneza madhabahu ya uzinzi ndani ya nyumba yako wewe mwenyewe. Utaponea wapi? Utaponea wapi? Haya ni mambo ambayo nakwambia mpendwa, ili uweze kufahamu kwamba unafanya ibada ya sanamu bila kujua kwamba unafanya ibada ya sanamu. Haya, twende kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 7. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 7. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 7. Mstari ule wa 16. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari ule wa 16. Kuna maneno haya. Yanasema hivi. 16. Nawe angamiza mataifa yote atakayokupa Bwana Mungu wako. Jicho lako lisiwahurumie, wala usitumikie miungu yao, kwani itakuwa ni mtego kwako. Unaona jambo hilo la kuangalia movie. Naomba nirudie mstari huu ili upate kuingia vizuri. Nawe angamiza mataifa yote atakayokupa Bwana Mungu wako. Jicho lako lisiwahurumie, wala usitumikie miungu yao, kwani litakuwa ni mtego kwako jambo hilo. Unapoangalia movie, unamtumikia Mungu gani? Kama nilivyokuambia, kama unao hakika hii movie, hizi movie unazoangalia kuna chembe ambazo haziendi sawa sawa na neno la Mungu, unakula chapati iliyotiwa mavi ya shetani na utaathirika. Unakula chapati iliyotiwa na chembe za mavi ya shetani, utaathirika. Maombi yako yatakuwa ni kupoteza muda tu. Sadaka zako zote ulizotoa zinakuwa ni kupoteza muda. Ni vizuri sana uangalie mstari huu uweze kukusaidia. Twende kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 44. 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 Kuna maneno ambayo ningependa nikushirikishe mpendwa. Kuanzia mstari wa 9 hadi wa 11, alafu tutaruka mistari fulani kwenda mistari ya mbele hapo. Wachongao sanamu wote ni ubatili, wala mambo ya wapendezayo hayatafaa kitu. Wala mashahidi wao wenyewe hawaoni, wala hawajui ili watahayarike. Ni nani aliyejichongea Mungu mmoja, au aliyesubu sanamu isiyofaa kitu? Tazama, wenziwe wote watatahayari, na mafundi hao ni wanadamu. Na wakusanyike pamoja, wakasimame, wataogopa na kutahayari pamoja. Mstari wa 18. Mstari wa 18 hadi ule wa 20. Sikiliza maneno haya. Hawajui wala hawafikirii, maana amewafumba macho wasione, na mioyo yao wasiweze kufahamu. Unaweza kuona umefumba macho na kuhalalisha kitu ambacho sio halali. Wala hapana atiaye moyoni mwake, hapana maarifa wala fahamu, kusema
nimeteketeza sehemu motoni, na pia nimeoka mkate juu ya makaa yake, nimeoka nyama nikaila. Nami je, kilichobakia nikifanye kuwa chukizo? Je, nisujudie shina la mti? Hula majivu, moyo wake ulidanganyika, umepotoshwa, asiweze kuiokoa nafsi yake, wala kusema, je, si uongo mkononi mwangu? Watu hawajashtukia movies, hawajashtukia. Sawa, hawajashtukia. Sasa ule muda unaotumia, naomba unisikilize, ule muda unaotumia kuangalia movie ni sadaka unaitoa katika madhabahu ya shetani. Ule muda unaotumia kuangalia movies au tamthilia ni sadaka ambayo unaitoa kwa shetani, na Mungu anakuangalia. Hiyo sadaka unatoa, huo muda ilipasa huo unaweza kuombea taifa. Huo muda unaweza kuombea wajane, mayatima, watu wamekamatwa China, walikuwa wanaosali kwa siri, wamekamatwa, wamewekwa magerezani, wachungaji. Hizo taarifa za habari hizo usisikii kwamba kuna watu wanateswa kwa sababu ya imani zao. Ungeombea watu wa Ukraine wanaoteseka. Kuna Wakristo wangapi wako Ukraine wanateseka? Huo muda kumbuka, wakati umeambiwa kwamba wewe ni kuhani wa kuombea mataifa, lakini huo muda kuweza kwamba niombea Ukraine. Mbona Ukraine iko mbali? Mungu anashindwa na Ukraine? Mungu anashindwa na Ukraine kwenda kusaidia Ukraine? Maombi yako ni nguvu sana. Wewe kama kuhani unapaswa ombea hata mataifa. Unayoona kwenye taarifa habari kuna mateso, Kongo huko watu wanauana, umekaa kimya, lakini muda wako unaupeleka kwenye madhabahu ya shetani. Mungu anaona, anakuja anakukuta kwenye maombi haupo, kwenye zamu yako haupo. Anasema hivi, twende kwenye Isaya sura ile ya 50. 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 Isaya sura ile 50 mstari ule wa 2. Sikiliza. Mungu anazungumza, basi nilipokuja mbona hapakuwa na mtu? Nilipoita mbona hapakuwa na mtu aliyenijibu? Je, mkono wangu ni mfupi hata nisiweze kukomboa? Yaani mkono wake unafikia ufiki Ukraine, mkono wake ufiki China, mkono wake hawezi kufika mataifa ambayo yanagombana. Narudia tena mstari ule wa 2, Isaya 50. Basi nilipokuja mbona hapakuwa na mtu? Nilipoita mbona hapakuwa na mtu aliyenijibu? Je, mkono wangu ni mfupi hata nisiweze kukomboa? Na je, mimi sina nguvu za kuponya? Tazama, kwa kukemea kwangu na ikausha bahari, mito ya maji na ifanya kuwa jangwa. Samaki wao wanakufa kwa sababu hapana maji, nao wafa kwa kiu. Mimi nazivika mbingu weusi, nami nafanya nguo magunia kwa kifunikio chao. Usiondoke hapo. Isaya 50. Usiondoke hapo. Kuna maneno ya Bwana mwingine anakuja. Kwa Mungu anataka wewe mtu wa maombi zaidi. Kwa sababu imeandikwa, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Ufalme wa Mungu hauhusu Tanzania peke yake. Ufalme wa Mungu hauhusu kanisani peke yake. Ufalme wa Mungu hauhusu watoto wako peke yake. Ufalme wa Mungu hauhusu mke wako au mume wako peke yake. Ufalme unaomu Mungu unahusu dunia nzima. Unapata wapi muda wa kuangalia movie saa nzima? Unaangalia movie wakati wewe ni kuhani wa ulimwengu mzima. Unapata wapi huo muda? Sawa, twende sasa. Mstari wa ngapi? Wa 10 na wa 11. Isaya hiyo 50. Mstari wa 10. Ni nani miongoni mwenu amchaye Bwana, aitie sauti ya mtumishi wake? Yeye aendaye katika giza wala hana nuru, naye aliyetumainia jina la Bwana na kumtegemea Mungu wake. Tazama, nyinyi nyote muwashao moto, mjifungiao hiyo mienge, enendeni nanyi katika miwali ya moto wenu, na katikati ya mienge mlioiwasha. Mtayapata haya kwa mkono wangu, mtalala kwa huzuni. Sema utalala kwa huzuni. Mume wako atachepuka, mke wako atachepuka, biashara itaenda kombo, unalala kwa huzuni, unawaza tu matatizo. Sawa. Asema hivi kwa sababu hukumtegemea Bwana. Na nirudie mstari wa 10. Asema hivi, ni nani miongoni mwenu amchaye Bwana, aitie sauti ya mtumishi wake? Haya, mtumishi wa Mungu amekuletea ujumbe leo. Sawa, mimi ni mtumishi, nimekuletea ujumbe. Narudia maneno ya mstari wa 10. Ni nani miongoni mwenu amchaye Bwana, aitie sauti ya mtumishi wake? Yeye aendaye katika giza wala hana nuru, naye alitumainia jina la Bwana na kumtegemea Mungu wake. Asema hao ndio wana heri, wamtumainio Bwana.
wanaheri, au kukaa kwenye baraza la wenye mizaha, au wanaheri. Sasa wewe unakaa kwenye baraza la wenye mizaha, ndio inakuja mstari wa 11 sana, tazama ninyi nyote mwashao moto kukuchangamsha, mjifungiao hiyo mienge, enendeni katika mwali wa moto wenu, na katikati ya mienge mlioiwasha wenyewe mtayapata haya kwa mkono wangu, asema Bwana, mtalala kwa huzuni. Unalitaka hilo? Kama huamini, lingojee. Kama unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza, tafadhali jisajili ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Kama una maswali, na kuwekea namba yangu ya simu hapo chini. Najua itazua maswali hii mada. Na kuwekea namba zangu za simu hapo chini, iko WhatsApp namba hiyo. Mungu akubariki. Bye bye.